Mshauri yuko wapi? Njoo. Chama tutaenda. Sisi tunazungumza na wewe. Sisi tunazungumza. Nauliza, wewe si ndio uko hapa? Umeingia kwenye eneo letu, umevunja mapatano. Wewe mimi nimefunga na wewe mkataba. Mimi nimefunga na wewe mkataba. Maana mwekezaji ni nini? Unao mkataba? Nikuonyeshe mkataba wa nini? Sawa. Sasa. Kwa hiyo hutaki kuongea na halmashauri. Nikuonyeshe mkataba mimi wa nini? Unaongea. Naona blaza. Sasa kuna mwekezaji ambaye yuko hapa Katoro. Amechukua eneo la CCM akawekeza. Alivyomaliza akapata tamaa, wakatafuta eneo lingine. Eneo lingine likawa ni uwanja wa mpira. Sasa hakumefanyika hizo anazoziita taratibu. Mimi ni mjumbe wa kamati ya siasa. Sikushiriki, pengine sikupata mwaliko au sikuwepo. Walioshiriki walishiriki. Baada ya kushiriki anasema ana mkataba. Lakini ukiuliza mkoani hawaelewi. Ukiuliza HQ taifa hawaelewi. Huko kwenye baraza na ni wana CCM wengi. Na lile eneo linajulikana ndio eneo la michezo. Tuna ngoma za kienyeji, tuna mipira, watoto jioni na nini, mazoezi ni afya. Sasa baada ya kukamilisha zile taratibu za kwake anazoziita zimekamilika, akaenda kubomoa yale maeneo yaliyokuwa pale yamezunguka ule uwanja. Baada ya kubomoa ikatokea ile vurugu, zikachoma nyumba za serikali, ofisi ya mtendaji wa kijiji na nini zikachoma zote zile ofisi pale mbele. Baada tu ya kuchoma yeye, baada ya wiki moja kaleta gireda kaanza kukwangua bila kushirikisha serikali. Mtendaji hajui, tuna mamlaka ya mji mdogo hajui, hakuna mtu anayejua, mbunge wala mtu yoyote. Anajua yeye na mtu mmoja mwenyekiti sijui wa kata wa Chama cha Mapinduzi. Wakaanza kubomoa, ndio ugomvi ulipoanzia. Wale watu wa serikali wakamwambia, wewe kama unasema umepewa hili eneo, hili ni eneo la serikali, kwa nini unabomoa? Anawaambia mimi nafanya kazi na Ikulu, mimi nafanya kazi na mkoani, mimi nafanya kazi na wilayani. Anasumbua watu hata kwenye soko lile. Niseme tu wazi kama kiongozi. Mimi kama mwenyekiti siruhusiwi kukanyaga. Hata angepigwa mtu siruhusiwi hata kujua kwa nini amepigwa. Na akipigwa mtu, cha kwanza kuna vijana wameandaliwa kupiga watu, hata kipelekwa polisi. Alienda kutoa taarifa ndio anawekwa ndani. Kwa maana hiyo kinachofanyika hapa ni kama ile tu kwamba anatumia kwa sababu yeye ni diwani. Hata mume wake anajifikia, yani anatoa maamuzi kama amebomoa mume wake. Ukimuuliza anakuambia diwani na mimi ni diwani na yafanya kama diwani. Kwa hiyo mwekezaji ni diwani ni nani? Ni mume na mke, ni wawekezaji tuseme hivyo. Lakini kinachofanywa hapa ni ule ubabe kwamba utakalo ulisema unapelekwa kwenye chama, na mimi nalisema hata angenipeleka kwenye chama nimetishwa mimi kupewa maadili niondolewe mwenyekiti, na mimi nasema mimi nimechaguliwa na wananchi na nitawatumikia wananchi, kama nitakuwa na makosa niondolewe mwenyekiti. Lakini ukweli ni useme tu mheshimiwa diwani msumbufu katika kata hii. Kamati imefika leo na imejiridhisha na kuona yale mazingira na imeamuru kamati kwamba mwekezaji anayefanya kazi katika eneo la chama asimame kwa muda ili utaratibu zifuatwe namna gani ya kuomba kibali na mambo mengine yote yafanyike ili utaratibu wote ukamilike. Na ikiwezekana mimi nilifika kwa mkuu wa mkoa tukazungumza kama kushauriana kwamba ile eneo lilikuwa la michezo linaweza kuendelea kubaki la michezo. Kwa mkoa akapokea vizuri sana, akasema ni kweli inawezekana kabaki la michezo. Huu uwanja mwenye hati ni CCM na sisi ni watoto wa CCM. Huku ni serikali na mipaka imewekwa. Kwa hiyo waheshimiwa wenzangu, mimi naomba hiki kitu tukitatua kwa kina sana. Na hata ukirudi kwenye makablasha yetu ndani hakuna barua ambayo imeconsign kumsema kwamba mwekezaji ni fulani. Kwa hiyo tunaamini mpaka sasa mwekezaji ni Chama cha Mapinduzi. Kwa mimi nishauri kitu kimoja kwamba turudi ndani kwenye kikao chetu cha ndani. Sisi kama waheshimiwa madiwani ni baraza na wataalamu wetu, tutamshauri CCM kwamba kuna 1 2 3, lakini tutamshauri mtu uliyemweka pale kusimamia huo ujenzi hana kauli nzuri. Huyo ndo anatuharibia siasa zetu. Huyo ndo anamharibia rais wetu. Na huyo ndo anachounganisha baina ya wananchi na serikali yetu. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.